Inakuwaje, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumze yale ya kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu Dominic Salamba, na hapa tunakwenda kuzungumza kuhusu michezo. Baada ya mchezo wa jana Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa kutamatika, mengi yalizungumzwa katika mchezo huo. Mimi binafsi nahitaji kuyafahamu kama ambavyo Watanzania wengi ambao wanakutizama wanahitaji kufahamu kile ambacho kilijiri. Kwanza tathmini fupi Dominic Salamba, mchezo ulikuwaje ule ambao ulisababisha maneno yakawa mengi kwa mitandao? Nafikiri ni miongoni mwa mechi ambazo Mashujaa waliingia wakiwa wana discipline ya hali ya juu. Waliingia wakiwa wanajua nini wanakihitaji, na ukizingatia kwamba walifanya study ya kuweza kuisoma Simba. Kipindi ambacho walikuwa wamekaa ligi ikiwa kidogo imesimama, waliweza kutumia na kufanya umweke wao vizuri. Simba ni kama vile walikuwa hawakujiandaa kwa ajili ya mchezo, au walikuwa wana hangover ya kufika finali ya michuano ya kombe la shirikisho, kwa sababu ukiangalia ndio ambavyo walikuwa wameanza, timu ilikuwa iko down sana. Lakini Mashujaa wakaweza kuwa surprise kwa ile goli ambalo lilifungwa kutokea mbali, na wakaweza kulidi mchezo. Tokea baada ya lile goli ni kama muamuzi alistuka. Ni kitu ambacho muamuzi hakutegemea wala Simba wenyewe hawakutegemea. Kwa hiyo from there mchezo ukabadilika tena. Ikawa tena sio mpira wa miguu ambao tumezoea kuona, isipokuwa ikawa ni mchezo mwingine ambao unashindwa kutafutia jina la kuweza kuuita. Itosha kusema tu kwamba mpira wa miguu uliisha pale ambako Mashujaa walikuwa mpata goli moja. Mpira wa miguu uliisha kipindi Mashujaa ambako walikuwa mpata goli moja. Mpira wa miguu uliishia pale. Kwa kama ni football iliishia pale. Ingekuwa ni football make pale itakiwa iwe ni full time 1-0. Then baada ya pale kilichoendelea ni masuala mengine ambayo kwa upande wangu siwezi kuyazungumza, kwa sababu mimi ni mtu wa mpira, mimi ni mtu ambaye nimependa kunyooka na usimamia mpira, nikiamini kwamba hata kama leo hatutaweza kufanikiwa kuyafanya yale ambayo tungetamani yaweze kufika kwa mustakabali wa mpira, lakini kuna siku watu watakuja kuyaona na kuweza kuona kwamba tulizungumza. Unajua kuna wakati sawa, ni kipindi ambacho watu wameingia katika biashara nyingi sana. Sasa hizi tunafahamu watu wameingia zaidi kwenye maslahi kuliko uhalisia. Watu wameingia kwenye kutumika zaidi kuliko mpira wenyewe. Lakini hata unapokuwa unatumika, wanakuambia za kuambiwa changanya na za kwao, kwa sababu mwisho wa siku unakwenda kuharibu reputation yako wewe mwenyewe. Unaona? Kwa hiyo nimeshangaa baada ya kuona tena, baada tuungane kukemea hivi vitu ambavyo kimsingi havina maslahi kwa anayevitengeneza au kwa nao wanaotengenezewa, kwa sababu mwisho wa siku mpira ni mchezo ambao watu wanategemea kuweza kuona unexpected result. Na ndio maana ndio moja ya kitu ambacho kinapelekea mpira wa miguu kuwa ni mchezo wenye hisia kali na mchezo wenye mashabiki wengi duniani. Fakta ya kwanza ni mchezo ambao unaweza ukatoa matukio ambayo haukutarajia kwa wakati huo. Ndio mpira wa miguu. Kwenye moments unaweza kujikuta unalia, kwenye mechi hiyo ukakuta unacheka, mechi hiyo tena ukalia. Kwa hiyo mechi moja inaweza ikatoa moments za aina tofauti, na hiyo ndio radha mpira wa miguu. Sasa ikifikia hatua kwamba sasa kama inakuwa ni lazima timu fulani iweze kushinda, maana yake tena huo sio mpira wa miguu. Sasa mpira wa miguu una matokeo mangapi? Matatu: kushinda, sare au kufungwa. Sasa kama itakuwa ni kushinda, tutafute jina lingine la kuuita mpira wa miguu huu wa Tanzania, na hasa kwa mechi za Simba. Kama ilikuwa ni kushinda tu, yani hiyo isiwe ni football. Kiwe ni kitu kingine ambacho watu wakitafutie jina na utaratibu wake na waweke regulation zake kabisa, kuliko ambacho kinaendelea. Binafsi imenisikitisha, kwa sababu ni yale ambayo tulikuwa tunazungumza kila siku. Sasa tunazungumza timu ambayo inakwenda finali ya kombe la shirikisho. Kwa bora upi sasa? Ninapokuwa nazungumza kwamba Simba sio bora, sio nazungumza kwa kuwachukia kama ambavyo wengi wanakuwa wakizungumza kwamba naichukia Simba. No, nazungumza kwa facts za mpira. Mimi sije kuzungumza kuichukia Simba, never. Atakaye tafsiri hivyo ni yeye. Na kwa nini nimekuwa nikizungumza mara nyingi? Ndio mambo kama haya. Sasa tutaacha kuzungumza. Labda pengine ni muamuzi, labda ulivyotizama jinsi ambavyo alikuwa anafanya maamuzi yake kuanzia penalty ya kwanza, penalty ya pili. Wengi walikuwa wanasema kuna penalty ambayo ilikuwa ni sahihi kama ile ya kwanza, kwamba mchezaji alishika kweli. Wengi wakiwa na doubt kwenye penalty ya pili kutokana na tukio jinsi lilivyotokea. Penalty zote zilikuwa ni sahihi ama ndio hivyo kuna kitu ambacho kilitokea upande wa pili? Kwanza yule sio muamuzi, wale sio waamuzi. Wale sio waamuzi, wale ni watu ambao wameitwa kwa kazi maalum, ambao wameitwa pale. Wale sio waamuzi wa mpira miguu. Muamuzi wa mpira miguu mtu mwenye utashi, mtu mwenye hekima zako, mtu mwenye hofu ya imani yako ulionayo. Uwezo kufanya vitu kama vile mbele ya alaiki vile. Kama anaweza kufanya vile mbele ya alaiki akiwa peke yake, anafanya mambo gani? Sio, unaelewa? Yaani kama anaweza akajitoa akili kiasi kile
mbele ya umati. Unajua ubaya ni kwamba tena mimi nilikuwa nataka kutoa ushauri mmoja. Hizi mechi za Simba, hizo vipolo wangeziweka offline. Watu wasitizame. Yaani ziwe tu na bwana leo kuna mechi leo wapi? Mkwakwani, Tanga. Mechi saa ngapi? Saa 10. Wasitangaze kwenye redio, wasiziweke hivi. Baadaye tunaambiwa tu matokeo ni stabila. Ingetosha. Kuliko hiyo ambavyo vinaendelea vinachapua. Lakini mbaya zaidi hofu yangu ni kwamba hata matajiri ambao wanawekeza kwenye mpira wanaweza wakafikiria vinginevyo, kwa sababu kwa staili maana yake shirikisho limefeli kusimamia mpira. Bodi ya ligi wameshindwa kufanya kazi yao, sababu ni matokeo ambayo sio tukio la kwanza. Sasa ni kama vile tunasemeni mtafanya nini, ndio kile kilichopo, yani kwamba wewe sema mimi ndio mwenye mamlaka, hakuna mwenye uwezo kuingilia mpira, ukiongea sana kufungia whatever hivi na hivi. Sasa haisaidii. Kwa nafikiri tu ni aibu ambayo tumeendelea kutengenezea. Nguvu kubwa ilitumika kuweza kubrandi mpira wetu. Watu wameka pesa nyingi sana. Leo hii imekuwa ni miongoni mwa ligi bora sana. Uwezi kuacha kuwazungumzia. Azam Media wamefanya kazi kubwa sana. Watu wengi wameujua mpira, hata mashabiki wengi wa Simba na Yanga wameongezea kutokana na Azam TV. Yaani kama ukichukulia idadi ambayo imepanda baada ya Azam Media kuanza kuonyesha mpira ni kubwa sana. Mpira ulikuwa ni mchezo wa kiume tu kwa sehemu kubwa, lakini ukiangalia baadaye leo hii madada mazetu wameingia kwa sababu wanaona wachezaji na nini. Saa zile gharama ambazo wamezitumia watu kuweza kuwekeza, alafu leo inakuja kutokea hii ritani, ni vitu vya kusikitisha, ni vitu vya aibu ambavyo kwa taifa letu hili sifikiri kama tungepaswa kufikia hapa. Kwa nafikiri ni wakati wa wadau wa soka, lakini pia na serikali kwa jumla wake waweze kuliangalia hili kwa masuala mapana ya mpira, kwa sababu leo imetokea vile. Kuna siku watu watashindwa kuvumilia, yatakwenda kutokea mambo mengine ambayo tutaambiwa toka alikuwa ameanza mlikuwa mpo wapi, kitu kama hivi. Kwa nafikiri kuna haja. Ubingwa ni kitu gani wa mpira? Kama ni swala ubingwa, kwa mtangazo tu Simba ampe ubingwa. Kuna kauli nilikuwa nazisikia jana uwanjani pale. Kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wao wakishangilia, wanasema kwamba Young Africans wao wamepitia njia ya kudhamini vilabu, ndio huko wanakopatia matokeo kwa vilabu vyao ambao vidhamini. Simba wao wanapitia kwa marefa na maraismeni. Mashabiki wa Simba na wenyewe walikuwa kinena kauli hizo. Unapozungumza nenda kwenye takwimu, chukua timu ambazo zinadhaminiwa na GSM, sawa, ambazo Zambi, chukua na timu ambazo zinadhaminiwa na GSM, alafu uangalie wepi wamefungwa magoli mengi. Mbona yani ni experience, haihitaji hata uwe na degree, sawa? Inazaminiwa na GSM. Huyo Simba amefunga goli 7 kwa 2. 7 kwa 2. Sio, unaelewa? Miongoni mwa timu ambazo zilichangia magoli mengi, wa kwanza nafikiri ilikuwa ni KMC msimu uliopita, magoli 8 9 5 3 8 kitu kwa sikumbuki. Ya pili ilikuwa ni Simba na nafikiri na Mtibwa Sugar ndio walichangia magoli mengi 7. Na huyo KMC alikuwa ana udhamini wa GSM. Simba ana udhamini wa GSM. Mtibwa ana udhamini, hizo ndio tatu bora. Yaani timu ambazo zimetoa magoli mengi katika msimu uliopita. Sawa? Yaani zile top 3 ambazo hazina udhamini. Simba alifunga goli 7. Sasa unasemaje udhamini? Ile kama ingekuwa kwa mfano, very simple. Yanga amecheza na KMC, ampasuka. Sawa? Ampasuka labda 3-2, 2-1 au bila. Mtibwa akacheza naye kamfunga Yanga 1-0. Simba kamfunga Yanga goli 4 mchezo 2. Alafu sasa timu ambayo iko na GSM, labda ni Singida tuzungumzie, sijui au sio, ni Alliance kala 7. Hapo unaweza ukawa na justification ya kitaalamu kwamba ndio hivyo. Na kwa nini hawa ambao wanaona GSM, huyu kala chuma 4, kala chuma 2, kala chuma 5, kala chuma ngapi, jumla 10. Hawa ambao wanaona GSM ni 1-0 Yanga kafungwa, sina kaa hivyo. Unaelewa? Ndio hivyo. Msimu huu kwa timu ambayo haijafungwa na Yanga mpaka sasa. Msimu huu ipi? Bado hakuna. Si unaelewa? Katika timu zote 10 na ngapi? 16. Ukimtoa Yanga 15. Timu gani haijafungwa na Yanga mpaka sasa? Hakuna. Uliza wewe sasa. Hakuna. Je, sema za Azam timu ngapi? Timu 8. Na 8 nyingine? Tena wadhamini wengine hizi. Ama ambaye amefungwa GSM? Ama ambaye amefungwa na Yanga? Wamefungwa wote hao. Sasa ni Azam kafungwa, Simba kafungwa, nani mwingine? Naomba unitajie wewe sasa. Singida. Taja mwingine. Nani mwingine? Taja ligi nzima. Sasa utasemaje? Kwa hiyo ni lugha ambazo hazina mashiko. Lakini wote tunaangalia mechi za mpira wa miguu. Yanga anashinda convenience, ana convince kushinda, anashinda, ana dominate. Unaona mpira unachezwa kabisa. Wewe uone.
Uonagi? Unaona kama mpira unacheza mtu anakwenda anashinda mpira miguu. Anapata matokeo. Magoli yanaonekana, tunaona. Sasa why kila siku hivi haya? Kwa nini wale Palini au wewe si ndio kepa? Kwa nini sio mwamuzi? Tumpe jina lingine. Yaani kwa nini kila siku? Hamna mwamuzi mwingine. Ukipewa Kayoko unakataa. Na huwa anachezesha sana mechi za Simba KF. Haya angalia. Lakini si bodi ya ligi ndio wanahusika mechi zote ndio nikasemaje? Hiyo misheni yao wangeamua tu. Yaani wangetafuta jina lingine la huo mchezo. Wakaipatia. Kuliko hizi sinema zinafika tu watakwenda kutuachia records mbaya. Haije kutokea katika ligi Tanzania hivi. Mpira ushakuongozwa na watu wasichanganye. Jana nimeona watu wakizungumzia yule binti sijui ni mwanachama wa klabu ya Simba. Issue sio kuwa mwanachama. Yule refali Razmen ndio mtandao. Issue sio kuwa mwanachama wa Simba. Issue sio kuwa mwanachama wa Yanga. Watanzania wote anaweza kawa ni Simba, akawa Yanga. Ni kama ambavyo kuna watu wa Islam, kuna watu wa Kristo na kuna makabila mengine mengi. Lakini unapopewa nafasi ya umma, haujapewa kwa sababu ya imani yako au mapenzi yako. Uyanga wako, Usimba wako ubakie kuwa ni issue yako wewe. Pale timiza majukumu uliopewa na taasisi husika aliyofanya kuamini. Haujapewa kwa sababu unless otherwise watuambie kwamba alipewa kwa sababu hiyo. Kwa hiyo it's very shame. Binti mdogo ambaye ana career yake kubwa unaanza kujaribia. Huyo kepa ni kijana mdogo. Ana maisha mengine. Sasa nafikiri sijui ni nini ambacho wanakifikiri, lakini mwisho siku it was not a football. Ilikuwa ni kitu kingine ambacho waliamua kukifanya na kimefanikiwa. Kwa hiyo ni very successful. Tuwapongeze kwa alama 3. Sawa, tuhame hapo.